Mwezi wa April mwaka huu mwanzo tulipata habari ya kwamba kuna watu ambayo wamenyakua ardhi ya msikiti huu ambayo imekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 700 hivi. Huu msikiti tunaambiwa ni imejengwa kabla ya Fort Jesus ambayo kila mmoja wetu anafahamu kule Mombasa. Kwa hivyo tulipopata hiyo taarifa tukaanza uchunguzi mara moja, na tarehe 6 mwezi huu wa Mei tuliweza kufile case katika High Court ya kuzuia ili hii shamba isiweze kuuzwa ama isiweze kugawanywa. Kwa hivyo tumepata ile kitu tunaita interim orders ya kuzuia mtu yeyote asiingilie hili shamba. Pia tumeandikia Ministry of Lands na tukaweka kitu inaitwa administrative caution ya kwamba mtu yeyote asiingilie hili shamba mpaka uchunguzi ishe na tujue ukweli wa mambo. Kwa hivyo uchunguzi wetu una two sides. Ya kwanza tunataka kujua wale ambayo wanahusika na unyakuzi wa huu ardhi, na ya pili ambayo ni muhimu zaidi ni kuregesha hii shamba pamoja na msikiti to the public. It is a national monument. We know it was gazetted as a national monument in 1927 during the colonial period, na baadaye 1983 ikawa gazetted as a national monument. Kwa hivyo katika sheria, this land is not available for allocation. Ni kusema ya kwamba hii shamba hili haliwezi peanwa kwa mtu yeyote hivyo. Kwa hivyo sisi tutahakikisha ya kwamba hii shamba irudi kwa umma, na huu msikiti ambayo tumeona kweli imeishi kwa hiyo miaka yote, miaka 700 hivi, ibaki na ifaidi wale watu wa hapa hasa Waislamu ambayo wanaishi sehemu hii. Na ningependa kusema leo tuna furaha. Mimi nimeswali hii msikiti na tumesikiza khutba ya imam, na katika mambo ambayo ametueleza ni kwamba msikiti zote katika ulimwengu ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Msikiti zote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni ajabu na ni kitu ya kushangaza ya kwamba kuna watu ambayo wananyakua ardhi ambayo nyumba ya Mungu imesimama. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba katika society yetu lazima tujiangalie na tuone ya kwamba what is the problem, because there is a serious social problem, because there are many things one can even think of, but stealing a land where the house of God stands, where people do offer their prayers, and that has existed for over 700 years, ni kitu ya kuhuzunisha, hata si kushangaisha. Maanake ni tamaa gani inaweza fanya mtu akataka kunyakua mahali nyumba ya Mwenyezi Mungu imesimama? Tumezunguka pale na tumeona ya kwamba ile technology ile vile hiyo nyumba imesimama, msikiti ni technology ambayo nafikiri hata wale architects ambayo saa hizi wanajenga manyumba inatakikana waje waangalie. Manake nyumba haina beams, haina chuma imewekwa, na imesimama 700 years. Tunajua saa hizi nyumba inajengwa leo, baada ya mvua kunyesha unasikia nyumba imebomoka, ama nyumba bado ikijengwa inaporomoka. Kwa hivyo sisi yetu ni fupi sana, ni kuhakikishia wananchi na wenyeji wa hapa ya kwamba huu msikiti na ardhi hii haitanyakuliwa na mtu yeyote. Kawaida saa hizi hatujajua ni nani wako nyuma ya wale watu. Wale ambaye tunaye tuko na documents. Na unajua saa hizi tunaangalia documents na statements zile ambazo tunaandika. Ile kitu tunajua kawaida, shamba kama hili ambaye ni prime, tuseme ambayo ni beachfront, wale ambayo wanaonekana majina pale, si kawaida hao wenyewe ndio wananyakua ile shamba. Na sana ni wenyeji ndio hutumika. Majina ya wenyeji hutumika, lakini wale ambayo
wananyakua hiyo shamba, wako nyuma, wanajificha nyuma ya wale ambayo majina yale yako hapo. Lakini tutapata, manake tutajua yule mtu yoyote ambaye amehusika katika hii shamba, kuanzia documentation ile ambayo imekuwa filed kotini, ni nani walihusika, kama kuna titles zimetengezwa, ni nani wametengeza, wale public officials ambayo wamehusika katika hili shida ambayo saa hizi tunashuhudia. Tutaanzana na hawa, because nimewaambia kuna criminal investigation ambayo itafuata wale ambayo wanataka kunyakua shamba hili, na kuna civil recovery ile ambayo itafanya shamba liweze kurudishwa kwa wananchi. Lakini kwa sababu sisi wenyewe tumefile kotini case, singependa kudiscuss ama kuongelea zaidi ili tusiharibu ile case ambayo iko kotini. Lakini tumekuja sisi wenyewe tuone sisi wenyewe, tuangalie ni nini, shamba iko vipi na kila kitu, na nimekuja na mkuu wa Director of Legal Services ambaye ataongoza hii case. Hatutaki kuachia mtu wale wadogo, although lawyers wetu wote ni watu qualified. Nimekuja na the most senior lawyer in the Ethics and Anti-Corruption Commission, David Tor, who will lead this particular case.